tuwaipenda, na sisi tujipeana kila siku na kila saa. Kenya hii yetu iko na watu wanazuia yale mazuri, au haina wala wanazuia yale mazuri. Sitasema ni nani anazuia, lakini kile tunajua ni kwamba katika nchi yetu hii ni watu wengi wanateseka katika nchi hii yetu kwa wakati huu. Kwa hivyo siku ya leo, hii ni Juma Takatifu. Hii ni Juma Takatifu ambayo kila mmoja wetu anaalikwa kutekeleza yote ambayo tutakuwa nayo katika juma hili. Kwa siku hii ya leo, sisi tuko na kuandama kwenda kanisani au maandamano kwenda kanisani. Lakini katika hii procession tunataka kujiunga na wale walikuwa wanashangilia Kristo wakiingia Yerusalemu wakisema, huyu ni mwana wa Daudi, huyu ni mwokozi. Na kwa hivyo sisi ni lazima tuwe na imani, na pia vitendo vyetu vionyeshe ya kwamba sisi tuko na imani katika maisha yetu. Na yeye anajifanya kuwa Mungu, bali yeye ni binadamu tu. Lakini swali ni hili: Kenya yetu pale tuko, Kenya hii yetu ambayo tuwaipenda, na sisi tujipeana kila siku na kila saa, Kenya hii yetu iko na watu wanazuia yale mazuri, au haina wala wanazuia yale mazuri. Sitasema ni nani anazuia, lakini kile tunajua ni kwamba katika nchi yetu hii ni watu wengi wanateseka katika nchi hii yetu kwa wakati huu. Kwa hivyo siku ya leo, sisi kama Wakristo ni vizuri tukiombea nchi yetu. Ni vizuri tukiombea nchi yetu. Tuombee nchi yetu iwe na mazuri. Tuombee nchi yetu iwe na uongozi bora, kwa sababu kwa wakati huu unasema, na ni vizuri niseme kwamba hakuna uongozi bora. Uongozi ule uko ni kama ule ulikuwa na wa makuhani na waandishi kwa wakati ule Yesu alikuweko. Kwa hivyo tuombe nchi yetu iwe na uongozi bora, ili kila mmoja wetu awe na furaha, na nchi yetu iweze kunawili, yale yote tunafanya yaweze kunawili katika maisha yetu. Kwa hivyo ningetaka kwa siku hii ya leo tunaingia na Yesu Yerusalemu, ili akatimize fumbo kuu la imani yetu. Tuombee nchi yetu kwa njia ya kipekee. Tuombee nchi yetu kwa njia ya kipekee. Na pia sisi tujiombee. Kila sisi tujiombee, ili hata sisi tuwe wakamilifu kwa maisha ya Kikristo. Tuwe wakamilifu katika maisha ya Kikristo, kwa sababu haitoshi kwenda kanisani na maisha yako hayako kamilifu. Basi sisi tuombe tuwe wakamilifu. Hata tukiwa tunatembea kwenda kanisani, tuombe Mungu atupatie neema ili tuweze kuwa wakamilifu katika imani yetu. Na kuwa wakamilifu ni kuwa na upendo wa Mungu na upendo wa jirani zetu katika maisha yetu.